الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم وسلك نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuhudhuria leo katika hafla hii ya musabaqat al-Quran ya vijana wadogo wa kaunti yetu ya Mombasa. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana wasimamizi wa musabaka huu pamoja na wanaowasukuma na kuwasaidia Al-Hajar TV kwa kuendelea sasa kwa mwaka wa pili kwa ajili ya kuwafanikisha kwamba haya musabaka unaendelea. Na hili ni hamasisho najua kwa wengi ambao wanatizama na kufuatilia ulimwengu mzima huu musabaka kwa njia hii ambayo iko hapa. Kwa hivyo huu ni mwezi wa Qur'an, na al-ihtimam bil Qur'an katika mwezi wa Qur'an ni jambo zuri ambalo litakuwa lenye kutufaidisha sisi wenyewe katika hayati zetu. Misabaka imekuwa mingi, lakini huu tunauona ni wa kipekee ambao watoto ni wadogo wameanza mapema, na walillahi alhamd ni watoto hapa maeneo yetu. Kwa hivyo ni jambo la kushajiisha na kufurahisha na kutia moyo kwamba albaladu hai, kwamba sisi mioyo yetu iko hai, iko katika mapenzi ya Qur'an. Qur'an, Mwenyezi Mungu amesema inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, imeteremshwa katika usiku ambao umebarikiwa, ambao ni katika usiku ambao vile vile mambo yote yamekadiriwa. Ni usiku katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa sababu hivyo lazima itakuwa kuna baraka katika kila mtu ambaye atakuwa na ihtimamu na al-Qur'an. Itaingia baraka katika maisha yake, hawa watoto watakuwa na baraka. Kwa hivyo faida za Qur'an ni nyingi sana, hasa kwa watoto na wale ambao wanafanyia ihtimamu. Alafu Mwenyezi Mungu alipoahidi kuhifadhi Qur'an, alafu akajalia mimi na wewe ambao tuko hapa na wale ambao wanasimamia na hawa watoto tunawaandaa kuwa ni katika junudur rahman fi hifdhi al-Qur'an, kwamba umekubali kuwa wewe ni katika zile silaha za kuweza kuhifadhi hiyo Qur'an. Hilo si jambo dogo, hilo ni jambo kubwa kabisa ambalo tunafaa kujivunia. Alafu vile vile tutaweza kujihifadhi katika maisha yetu kwa kuipenda Qur'an na kuweza kuisoma na kuweza kuifanyia kazi. Inakuhifadhi na shari nyingi ukiwa na Qur'an. Katika manyumba yetu kuna matatizo mengi, kuna changamoto nyingi, watoto hawasikii, kuna umasikini, kuna magonjwa, lakini ukishikamana na Qur'an inakuwa ni yenye kukulinda na haya matatizo mengi ambayo yako katika jamii. Faida zake ni nyingi, mbali na tartil na zile thawabu zinazoandikwa kwa kila herufi ambazo tunazisoma, lakini la muhimu zaidi vile vile basi na vile vile tufanye juhudi tuweze kufanya tadabbur fil Qur'an baada ya qiraa wa hifdhi i'rabihi, kwa maana ya an-nutq sahih ya kitabu, lakini vile vile tuwe tunaifanyia kazi Qur'an kama anavyosema Dhahak kwamba alladhina yuqri'unana kanu la yatajawazuna 10 ayat hata ya'lamu ma fihi min al-halal wal-haram. Hawezi kupita wakisoma aya 10 isipokuwa wanajiuliza zinazungumza nini, zina maana gani, zina hukumu gani katika halal na haram, ili waweze kuzifanyia kazi. Haram waweze kuiacha na halal waweze kuifanyia kazi. Kwa hivyo
hizi anshita za mwezi wa Ramadhan zimekuwa nyingi na tusichoke nazo. Tunafaa kujivunia mambo ya kheri yakiwa mingi sana, tusijivunie mambo ya shari yakienea, lakini tukiona na mambo ya kheri nayo yanaenea vile vile tuweze kuwa na furaha katika mioyo yetu. Tunaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watoto wetu awabariki, amin, awahifadhi, wafikie kuhifadhi kitabu kamil na waweze kuhifadhi katika mioyo yao, amin, kitie baraka katika nyumba zao na katika jamii zetu. Na Al-Hajar Mwenyezi Mungu aendelee kuibariki, kuwezesha da'wa na hamasa, iwe ni wengine ambao hawakuja leo hapa, mwaka ujao wapata hamasa, wadogo waweze kuzidi kuhifadhi, na mahufadhi wetu, mashekhe wetu wazidi kuwalea na kuwafundisha vijana wetu. Wassalamu alaikum wa shukran lakum wal afwa minkum.